Asante sana ndugu mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Mbarali Kanali Maulid Sulumbu, katibu tawala wa wilaya ya Mbeya, afisa elimu maalum wa mkoa, mkurugenzi mtendaji wa Child Support Tanzania, viongozi wa serikali, wawakilishi wa halmashauri, wazazi, walimu na wadau wa elimu, waandishi wa habari, pamoja na watoto tulioko hapa shule ya msingi Mwenge. Naamini itifaki imezingatiwa. Mkurugenzi mtendaji Shalom Development Organization pamoja na mkurugenzi inaitwa Covenant Clinic, hope sijaibucha. Asante sana. Sijui kama bado ni asubuhi. Watoto tupo? Tunasikilizana? Kweli asante sana. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ushiriki wenu katika tukio hili lenye umuhimu wa kipekee katika kuhakikisha kuwa hakuna mtoto ambaye anaachwa nyuma katika kupata elimu. Kuwepo kwenu leo kunaonyesha namna ambavyo suala la elimu jumuishi na ustawi wa watoto linapewa kipaumbele na serikali, wadau wa maendeleo, wazazi, walimu pamoja na kila mmoja wetu. Leo hii hatujakusanyika hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni pekee, bali tumekusanyika kuzungumzia mustakabali wa watoto ambao mara nyingi changamoto zao za ujifunzaji hazitambuliki mapema na hivyo kushindwa kupata msaada wanaohitaji kwa wakati sahihi. Ndugu wageni, takriban miaka 5 tangu kutolewa kwa mwongozo huu, utekelezaji wake bado ni mdogo. Kati ya halmashauri 184 nchini, ni halmashauri 36 pekee zenye vituo vya ESRAC, na hata hivyo vituo vingi bado havijakamilika katika miundombinu, vifaa au wataalamu. Watoto tupo? Tunasikilizana? Tunasikilizana Haya, watoto wanaoshindwa kueleweka darasani katika kiwango ambacho kilitarajiwa, wengine huonekana kama wavivu au wasiotaka kujifunza, wakati ukweli ni kwamba wanahitaji tathmini na msaada wa kitaalamu. Katika mazingira haya, walimu nao hujikuta katika hali ngumu ya kufundisha watoto ambao changamoto zao hazijafanyiwa tathmini mapema. Mwisho wake watoto hupoteza hamasa ya kujifunza, kujiamini na ndoto huanza kufifia wakiwa bado wadogo sana, na huku walimu wakiwa hawana nyenzo za kuwasaidia watoto hawa. Kwa nini tuko Mbeya leo? Leo tupo katika shule ya msingi Mwenge, mahali ambapo kuna kituo kimoja, kuna moja ya vituo vinavyotoa huduma za upimaji na utambuzi wa awali kwa watoto, yani ESRAC. Tunaposimama hapa leo, tunaona zaidi ya jengo au vifaa vya upimaji. Tunaona watoto ambao leo wanapata nafasi ya kutambuliwa mapema na kupata msaada wanaohitaji ili waweze kujifunza na kushiriki kikamilifu kutimiza ndoto zao. Aidha, hiki ni moja ya kituo cha mfano ambacho kina vifaa na wataalamu wa upimaji, afya na ustawi wa jamii ambao wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Natambua kwamba vipo vituo vingine vyenye sifa kama hiki, vikiwemo Mtindo, shule ya msingi Misungi, Old Shinyanga pamoja na Buhangija. Kituo hiki kinatukumbusha jambo moja muhimu: watoto wanapopata utambuzi na msaada mapema, wanapata nafasi bora zaidi ya kujifunza, kukua na kufikia uwezo wao. Watoto tupo? Watoto tupo? Wale ambao bado wako na mimi wanyoshe mkono juu tafadhali. Wale walioko na mimi naomba wanyoshe mkono juu tafadhali. Asante sana. Kupitia kampeni hii Haki Elimu kwa kushirikiana na Child Support Tanzania, tunataka kuonyesha kuwa huduma hii inawezekana na tunaweza kuwa na vituo vinavyokidhi mahitaji ikiwa tu wadau wote pamoja na serikali watafanya kazi kwa kushirikiana. Tumeona ni muhimu kuonyesha mfano hai wa kituo kinachofanya kazi, kinachotoa huduma na kinachogusa maisha ya watoto na familia zao kila siku. Hivyo basi, kampeni hii hailengi kuzungumzia changamoto pekee, inalenga pia kuhamasisha suluhisho, inalenga kuonesha kwamba halmashauri nyingine zinaweza kujifunza, kuiga na kuwekeza katika huduma hii muhimu kwa watoto. Ndugu wageni, mafanikio ya kituo hiki na vingine nilivyovitaja yanaonyesha wazi kuwa suala la kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma za utambuzi wa msaada mapema haliwezi kubebwa na serikali pekee. Linahitaji ushirikiano wa pamoja kati ya serikali, halmashauri, wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia, sekta binafsi, vyombo vya habari, walimu, wazazi na jamii kwa ujumla.
Kupitia kampeni hii tutafanya kazi kwa karibu na waandishi wa habari, jamii, wazazi, walimu, wadau mbalimbali ili kuibua simulizi halisi kutoka ngazi ya jamii kuhusu changamoto, mafanikio na umuhimu wa huduma hizi. Tunaamini sauti ya wananchi na uwezo wao vinapaswa kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa kuhusu elimu jumuishi na maendeleo ya watoto. Hivyo basi tunatoa wito kwa halmashauri mbalimbali nchini kuendelea kuweka kipaumbele katika uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya ESRAC kupitia mipango na bajeti zao. Aidha, tunatoa wito kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, TAMISEMI, wadau wa maendeleo, vyombo vya habari pamoja na jamii kuendelea kushirikiana kuhakikisha watoto wanapata huduma hii muhimu na kwa wakati. Watoto tupo? Tupo. Watoto tupo? Watoto tupo? Ambaye anajua tupo aseme tupo na tumejaa tele. Tupo na tumejaa tele. Asante sana. Kwa pamoja na kwa nia ya moja tunasisitiza kuwa watoto hawawezi kuendelea kusubiri huduma ambazo tayari zinatambuliwa ndani ya sera na miongozo ya serikali. Kinachohitajika sasa ni utekelezaji zaidi, uwajibikaji zaidi na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma, na ninaomba nitoe shukrani zangu sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Makofi mengi na vigelegele kwa mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu. Sijasikia. Jamani, mko wapi? Watoto. DJ niletee watoto kwenye maokoto. Child Support Tanzania ni wadau wakubwa wa elimu katika kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata elimu iliyo na ubora katika shule zetu za msingi na sekondari. Lakini kipekee siku ya leo nipende kushukuru sana kwa sababu Haki Elimu mmeona umuhimu wa uzinduzi huu wa kitaifa wa kampeni ya ESLAC. Tushirikiane kuizundua katika mkoa wetu wa Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wa Mbeya kwenye masuala ya upimaji, Child Support Tanzania tumefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na kituo cha ESLAC cha Mwenge, na tumehakikisha kuwa watoto wengi zaidi wamepata huduma ya upimaji kupitia kituo hiki, lakini pia kupitia kituo mwendo ambacho sisi tunakiendesha katika wilaya zote za mkoa wa Mbeya. Upimaji kwa watoto wetu ni kitu cha msingi sana, kwa sababu njia pekee ambayo itakusaidia kutambua mtoto ana mahitaji gani ni kupitia upimaji. Na kituo cha Mwenge kimekuwa cha mfano, na sisi mpaka tunaanzisha ESLAC, mobile ESLAC ni baada ya kuona kuwa Mwenge inashindwa kufikia watoto wengi zaidi vijijini au kwenye wilaya zingine. Kituo hiki kimefanya kazi kubwa sana, watoto wanatoka kwenye mbali. Sisi tulivyoenda na mobile ESLAC tumegundua kuna umbali kiasi gani kufikia watoto, ambapo watoto wengi sana walikuwa wanashindwa kupata huduma stahiki kwa sababu hawajapimwa. Upimaji unamsaidia kwanza mzazi kutambua mtoto mwenyewe kuwa mtoto ana mahitaji gani, lakini kitu kingine cha pili, inasaidia kutambua kwa mapema kama mtoto ana magonjwa ambayo yanaweza kusababisha ulemavu. Kwa hiyo tunaweza kuzuia ulemavu tu ambapo tunaweza kumpima mtoto na kutambua ana shida gani ya macho au ya masikio. Lakini pia upimaji huu unamsaidia mwalimu, kwa sababu wapimaji wanapofanya kazi yao wanarekomendi mtoto asaidiwe vipi, afundishwe vipi. Kwa hiyo mtoto anapopelekwa shuleni tayari amefanyiwa upimaji, inasaidia kutambua kwa huyu mtoto ana mahitaji haya na anaweza akafundishwa kwa njia hii. Napenda kutoa mfano, mara nyingi mimi ni kati ya sasa hivi ni mtu mzima, ni kati ya watoto wa wakati huo ambao kwa sababu sikufanyiwa upimaji, probably walimu wangu hawakuweza kujua na dyscalculia. Dyscalculia ni difficulties with number. Kwenye ulemavu tuna unaoonekana na usioonekana. Usioonekana mmoja wao ndio kama huo naotolea mfano mimi leo, kuwa kuna watoto ambao wana difficulties with numbers, kuna watoto wenye dyslexia, kusoma na kuandika ni ngumu, kuna watoto wenye dysgraphia. Hao watoto wote wanaweza kutambulika tu kwa upimaji. Hii ni aina ya ulemavu ambayo huwezi ukaitambua, na mara nyingi tunaamini kuwa kutokujua hesabu ni mtoto ni mjinga.
lakini hii ni aina fulani ya ulemavu ambayo mwalimu akijua mapema anajua jinsi gani amsaidie mtoto katika upande wa hesabu. Lakini pia kwa wale watoto ambao wana dyslexia, akitambulika mapema kupitia vituo vyetu vya ESLAC, anaweza akasaidiwa kufundishwa na kupewa mitihani yote kwa olo, na akafanya mitihani kwa kuulizwa maswali na kurekodiwa, na huyu mtoto anaweza akafaulu vizuri sana na tukamfikisha mbali. Watoto wengi wanabaki nyuma kwa sababu hawajafanyiwa upimaji na kuwekewa huduma stahiki ambazo wanahitaji. Lakini pia upimaji huu unasaidia pia kwa ajili ya referral za kitabibu, kuwa mtoto akishapimwa akajulikana na magonjwa ambayo yanaweza kusababisha magonjwa ya macho au ya masikio, yakasababisha uziwi au kutokuona, atafanyiwa matibabu na huyu mtoto tutakuwa tumemnusuru na hayo. Lakini pia kwa wale ambao wako short sighted, watapewa miwani, wataweza kuona vizuri na kujifunza vizuri. Kwa hiyo nishukuru sana Haki Elimu kwa kuamua kuanzishia hii kampeni hapa. Kituo Mwendo chetu sisi tulivyotembea tumepima zaidi ya watoto 3760, na katika hao 3760, 1630 walijulikana ni watoto wenye ulemavu wanaohitaji huduma afua stahiki. Lakini pia ilitusaidia kujua watoto gani wanahitaji assistive devices ili wapewe, either wale ambao wanahitaji miwani, lakini pia wale wanaohitaji hearing aid ili waweze kusikia, wale wenye baki ya usikivu. Kwa hiyo tuliweza kutoa vifaa kwa sababu tuna uhakika sasa huyu mtoto tumepata majibu yanayoeleweka. Lakini pia katika kituo Mwendo chetu tulitembea na madaktari bingwa kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Nikushukuru sana afisa RMO wetu, kwa sababu bila nyie kuruhusu hao madaktari waende na sisi tusingeweza kutoa tiba huko tulikoweza kwenda. Kwa hiyo tunaweza tukaona umuhimu wa ESLAC centers, na zikiweza kuwezeshwa kuwa one stop center, kwa maana kuwa hizi ESLAC ziwe na maasesa wa kielimu, kwa maana educational assessors, lakini pia ziwe na madaktari bingwa, ziwe na maafisa ustawi wa jamii, kuwa basi mtoto akifanyiwa assessment kama anahitaji huduma ya kitabibu apate huduma ya kitabibu au apate referral kwa ajili ya kuenda kupata matibabu. Lakini pia wale ambao wanahitaji huduma ya kielimu wanakuwa tayari wameshapatiwa mfumo unaoeleweka wa kwenda kupatiwa elimu. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji counseling, tunakuwa tuna hawa maafisa ustawi wa jamii wetu ambao wanaweza wakawakanseli wazazi ili aweze kuipokea hali halisi ya mtoto, na hapa tutakuwa tumemwokoa mtoto na mzazi, na huyu mtoto atapata elimu ambayo ina ubora, lakini pia wenzie watakuwa wameelimishwa jinsi gani wanaweza wakampokea na wakamsaidia. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaamini kabisa Haki Elimu hawajakosea. Sisi tuna bahati, Mbeya tuna bahati wao kuja kufanyia uzinduzi wa hii kampeni hapa. Sisi kama Child Support Tanzania tutaendelea kushirikiana na serikali kuendelea kufanya uchunguzi kwa kutumia mobile ESLAC yetu, lakini ninaamini kabisa tukitoka hapa Mbeya tutakuwa wa mfano. Hamna halmashauri itakosa ESLAC center, kwa sababu kilio chetu ni kuwa at least kila halmashauri sasa, kwa sababu ni kitu ambacho serikali ilikipanga, basi kila halmashauri mtusaidie ili tuweze kupata vituo hivi. Vina umuhimu mkubwa sana kwa sisi wadau wa elimu. Kwa hayo machache nipende kuwashukuru sana. Asanteni kwa kunisikiliza watoto. Asante sana mkurugenzi wa Child Support Tanzania. Sasa tutulie, tusikilize vizuri. Si mna hamu ya kumsikiliza yule mwanafunzi ambaye na yeye alikuwa anashindwa hesabu Lakini sisemi mshindwe hesabu, mimi nilikuwa na sababu zangu, sawa? Okay, katika makundi maalum Mheshimiwa mgeni rasmi ambayo tunayo, kuna watoto ambao wana dyscalculia, difficulties with numbers. Wana mahitaji mahususi ya kujifunza, kwa mtoto anakuwa sehemu yake ya ubongo inayohusika na mahesabu inakuwa imeathiriwa kwa namna fulani. Kwa hiyo huyu mtoto anakuwa na changamoto kwenye hesabu darasani.
watoto hao wanakuwa vizuri kwenye masomo mengine yote, lakini kwenye hesabu anakuwa na changamoto. Na mtoto huyu akipimwa mapema akatambulika ana mahitaji mahususi ya kujifunza, ni rahisi sana kwa mwalimu kujua jinsi gani aende naye, kwa sababu hao watoto wanachohitaji ni kwenda nao taratibu. Kwa mfano mimi mwalimu wangu wa darasa la kwanza la pili angekuwa anajua kuwa nina hiyo dyscalculia, manake ni kwamba wale wanaoweza kujifunza haraka hesabu angeenda nao kwa mwendo wa haraka, mimi angenitengenezea mpango mahususi wa kujifunza wa mwanafunzi, individualized educational plan, ambayo angeweza kunifundisha hesabu kulingana na mahitaji yangu, na angeenda taratibu na mimi angegundua shida yangu iko wapi, kwa hiyo angenisaidia kwa urahisi. Watoto wenye dyscalculia wakigundulika mapema wanasaidiwa na wanaweza kwenda vizuri sana kwenye mahesabu. Lakini pia tuna watoto wenye dyslexia, difficulties with words. Huyu mtoto kusoma na kuandika anashindwa, lakini ukimfundisha na ukaja ukampa mtihani kwa kumuuliza maswali, anajibu vizuri sana. Walimu wenzangu ni mashahidi. Tuna watoto wengi madarasani anashindwa kuandika, lakini ukiuliza anakuwa wa kwanza kujibu. Hawa watoto wakipimwa mapema na wakatambulika shida zao, na wakawa wanapewa mitihani yao kwa olo, kwa maana anasomewa, anajibu, anarekodiwa na inaenda kusahihishwa, hamna mtoto tutamwacha nyuma, kwa sababu watoto wote wana uwezo mkubwa sana. Tunatofautiana tu jinsi gani mimi naweza kujifunza na wewe unaweza kujifunza. Asante sana mkurugenzi, tumpigie makofi kwa maelezo mazuri. Bila shaka aliwahi kuwa mwalimu, aliwahi kufundisha. Wangapi wanajua hesabu? Vipango wa hesabu